Kitabu hiki milango ya kwanza kabisa kuna hadhihi hidayatun adhima lilwalidain. Kuna zawadi bora na kubwa kwa ajili ya wazazi wawili. Lazima uatilie dua kwa kuombea dua kama hii. Tara. Alafu kuna dua nyingine, subhanallahi walhamdulillahi walmulku lillahi walazmatu lillahi walkibriyau lillahi wala ilaha illa Allah. Allahu akbar walillahil hamdu adada khalqihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa ridha nafsihi. Dua hii inakusababisha unaonekana kana kwamba umeomba dua nyingi za kila sampuli. Ina idadi kubwa kuliko yule aliyohesabu tasbihi moja moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomkuta mke wake anahesabu tasbihi, ambia nishakushinda mimi kwa kusema hivi tu. Sasa dua hii imewekwa rasmi kwa ajili ya Ramadhani pia. Kitabu kina dua nyingi sana. Ni muhimu sana kila siku dua moja, Ramadhani mosi, Ramadhani pili, na kuna dua utasi, dua thalitha ashara, hivyo mpaka mwisho wa Ramadhani. Ni kitabu mujarrab sana sana sana. Kila siku itakiwa iombwe dua moja kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa tuombe dua maeneo hayo matano niliyoyasema, lakini mwisho pia itolewe sadaka. Na sadaka ina faida nyingi, lakini utie nia kwa ajili ya faida tano pia. Tumesema tumuombe Mwenyezi Mungu dua maeneo makuu matano. Eneo la kwanza wakati wa kula daku. Eneo la pili wakati wa kuhitimu Qur'ani. Eneo la tatu saumu inaposhika position yake kukutia unyonge na kiu. Eneo la nne ni pale unapokaribia kuftari, kuikabidhi saumu sasa kwa Mwenyezi Mungu. Na eneo la tano wakati wa kuftari, wazazi wako wakiwa wanaftari, wakutilie dua ambaye ni baba na mama. Lakini pia wakiwa mbele ya haki utafuturisha kwa kuwatolea sadaka. Lakini pia sadaka ni muhimu, na sadaka yako unaoitoa hasa Ramadhani hii isemee yale mambo matano ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwayo ametuambia sadaka inafanya. Jambo la kwanza, fa inna sadaqatan tutfi'ul khati'a. Sadaka inazima makosa. Unapotoa sadaka, iwe ya chakula, iwe ya pesa, iwe ya kusaidia maskini, sema Mwenyezi Mungu kupitia sadaka hii na Ramadhani hii, kama alivyoeleza Rasul sallallahu alaihi wasallam, inafuta madhambi na makosa, nitahirishe na mambo yangu mengi, alafu unayataja yale madhambi yako. Kwa hiyo sadaka sehemu ya muhimu ni sehemu ya toba, kukusafisha. Iwe ni sadaka, iwe ni zaka, zinakusafisha. Sehemu ya pili ni kwamba sadaka pia inavuta riziki. Tajrabul arzaq. Sadaka inavuta ile riziki. Kwa hiyo pia mwambie Mwenyezi Mungu, naomba kupitia sadaka niongezee riziki yangu. Hii ni sehemu ya pili. Lakini sehemu ya tatu ya sadaka, ishfi mardakum bisadaqa. Tuna maradhi mengi, magonjwa mengine hayajaja, mengine yatatunyemelea. Muombe Mwenyezi Mungu akuepushe na min sayyi'il asqam. Maradhi yote mabaya akuweke mbali nayo. Lakini pia sehemu ya nne ya sadaka. Sadaka pia ni kinga. Muombe Mwenyezi Mungu akuepushe na majanga ya ajali na kadhalika. Lakini sehemu ya mwisho ya sadaka, muombe Mwenyezi Mungu ujira wake, kheri zake awapelekee wazazi wako kama wamekufa, na kama wako hai pia ziwafae sadaka hizo. Kwa hiyo sadaka ziko za milango mbalimbali. Waweza ukajitolea majuzuu, misafu, vyakula, tende, maziwa, maji, pesa. Hasa ukitoa sadaka ya pesa utakuwa umemaliza jambo. Waweza ukapeleka sehemu majuzuu wala hawana haja nayo, wala hamna wasomaji,
Si tumepita misikiti, shekhe wewe kumbe uko hapo bwana, shika simu bwana. Umeona bwana? Wewe askari uko peke yako lakini unazubaa sasa. Tumefahamiana vizuri? Yaani bimaana kwamba tumepita baadhi ya misikiti, misaafu imetolewa sadaka mwaka juzi, mwaka jana bado iko kwenye malailoni mipya mpaka mwaka huu. Na wale waliokuepo pale maimamu waumini bado wanakufa njaa. Kwa hiyo peleka kitu sehemu watu wana haja nacho bila kuuliza mengi. Kitabu yako ya nini? Tulete matofali, peleka pesa. Peleka pesa. Si unajuaga pesa haina allergy. Hata kama unataka kualika watu, sawa Hebu wape pesa uone, pesa haina allergy. Unaweza ukapika biriani mwingine anambia sukari itapanda, silagi. Lakini pesa haina allergy. Kama ndo mwingine hana pesa lakini ana uwezo wa kupata baadhi ya vitu, matofali na manini, basi pia ni sadaka yenye kufaa. Lakini bado tumeona pesa inapiku kila kitu. Nafikiri haya mambo 10 sadaka yako na dua zako katika Ramadhani inshallah khairi zitakufungulia, na tunaamini Mwenyezi Mungu atakushika mkono. Kithirisha kumsalia mtume kwa wingi, ama dua na sadaka nishakuelekeza. Lakini pia kuombea na dua pia. Taka sana watu wa kuombea dua. Ukipeleka sadaka yako kwa mayatima, wakusanyike wa kuombea dua. Ukipeleka kwa wazee wa kuombea dua. Ukipeleka kwa walimu waombe wa kuombea dua. Dua muhimu sana kuombeana. Tutakane dua. Sisi mtuombee, nasi tunakuombeeni. Tena sisi tumefungua kituo kabisa kwa ajili ya dua. Tumefungua kituo kwa ajili ya dua. Na kwa nini dua? Kwa sababu maombi ndio ibada Maombi ndio ibada. Na kama sasa wewe umeombewa dua, umehesabu walimu, tunakudhania una hasadi. Kama una hasadi, tumia dawa kama hizi hapa. Kama una majini, una uchawi, una hasad, inshallah tumia dawa hizi. Ukizitumia hizi, ukijiosha mwili wako, alafu elekea kwa dua, anza kujiombea mwenyewe dua, ombewa na wengine dua. Haya mambo 5 niliyoyafuatilia kwa Ramadhani hizi nyakati, omba sana dua na nyingine mbali. Ikiwezekana asubuhi mpaka jioni wewe omba tu dua. Omba tu dua. Mimi nimekupa baadhi ya nyakati nyeti na bado ziko nyingi nimeziwacha. Fanya dua. Fanya dua. Ombewa dua na wewe mwenyewe omba dua. Toa sadaka kwa wingi sana, hasatan kipindi hichi hapa. Nafikiri haya tukijitahidi kuyafanya haya, mambo kwa kweli yatakuwa mazuri biidhnillahil karim. Na khairi zitafunguka biidhnillahil karim. Baada ya kuyasema hayo, nikualike kwenye dua. Lakini hata ukiwa mbali inshallah tutakuombea dua. Na tuombe dua hizi siku 15 zilizobakia, tutaomba dua juu ya mambo mengi sana. Lakini mahusiano yatachukua namba 1. Mahusiano yatachukua namba 1 kwa sababu mahusiano hayana adabu. Unaweza ukakuta hata huyu anayezungumza yanamtesa. Kwa lugha fupi anaitwa mapenzi. Mmoja anasema mapenzi shikamoo. Anasema shekhe si unajua mambo yake nasaha za ndoa. Na hiyo na gari imeandikwa shekhe kaoa kungwi. Unajua kazi za kungwi? Kufunda ndoa. Shekhe kaoa kungwi na ndoa imevunjika. Wote wajuaji na wameshindwa. Anasema mapenzi shikamoo. Mapenzi shikamoo. Sijui wanamaanisha nini kusema mapenzi yamezaliwa Tanga. Na ukienda watu wameachana vibaya. Watu wanaachana huku wanatakana. Watu wanaachana huku wanalia. Na hakuna kitu kinachotia stress kama mapenzi. Sasa haya mapenzi yapo tokea zamani. Lakini si mguu mtupu. Na dua bado mahusiano, ndoa hizi. Kwani hakuna ndoa zilizoingia hasadi? Utaijuaje kama ndoa yako ina hasadi? Unaenda kichwa mchunga tu.
Kwa kila siku unaachwa, kuna mabinti na ubichi wake anaachwa. Haya sasa sinuksi hiyo. Wewe hujui ukilala na mtu hata siku moja ushaingia ila mbele ya macho ya wanaume wanaojielewa. Hakuna mwanaume anayetaka kula mifupa ya mwenzie bwana. Ile kuachwa tu tayari ushaingia ila. Kaolewa, kaenda kwa mume, kakaa siku 2 kaachwa. Hata kama huyo mume mwenyewe hana maana, lakini mwanamke tayari ushaingia dosari. Watu watakanyu hajaguswa lam yatmithuhunna insun qablahum wala jan. Huyo ndo anaotakiwa. Hajagusa jini mahaba wala binadamu. Sasa ndoa 6, umeolewa umeachika, umeolewa umeachika, umeolewa umeachika. Saa nyingine mikosi. Na hata kama mnakaa vizuri kwenye ndoa, dua lazima. Dua lazima. Dua lazima. Ad-da'awat. Dua ni lazima. Kwa hiyo lazima tufanye dua. Lakini pia wenye vibarua walioajiriwa maofisini, fanyeni dua, usisubiri mpaka yamekukumba ya kukukumba. Dua lazima. Sio dua tu, wenye maduka takeni dua. Wewe unaona biashara imekufa uanze upya, unaona mchezo? Lazima dua. Hata watu waliokuwa kwa vitengo, hata ofisi za kidini, sijui ni taasisi ya hija, sijui ni taasisi ya BAKWATA, sijui ni taasisi ya nini, sijui ni uimamu, sijui ni madrasa, sijui ni tuisheni, lazima upate dua sheikh. Ile ukijimwamba fai mimi ni mtu wa dua, ndio unapopigwa hapo. Kwani fikiri hakuna watu wanaoroga mpaka walimu? Wapo. La. Kwa hiyo dua ni ahamu shay. Dua ni jambo la lazima. Kwa hiyo tutake dua, tupate dua. Tutake dua, tupate dua. Kwa ajili ya hayo yote hayo, AQ namba zetu hizi hapa. Namba zetu hizi hapa, tuwasiliane insha Allah. Namba zingine hizi hapa tupigie. Namba zingine hizi hapa, usije ukasema sijaona. Namba zingine hizi hapa, dua, lakini pia na huduma zingine pia zitapatikana ndani yake. Yangu ni hayo. Ama 10 la mwisho tutalitolea taarifa kuhusiana na dua zake kama tulivyofanya mwaka jana. Nikupeni pole na hongereni dhidi ya saumu ya Ramadhani, na tunamshukuru Mungu kwa nchi ya Tanzania mpaka sasa tunaona kwa kweli Ramadhani inaenda vizuri na amani. Hatujapata bado mitikisiko, hatujasikia ajali, hatujasikia vita. Haya tunasikia kwa wenzetu, na imani wenzetu wapo katika hali ngumu. Irani huko kuna watu kachelewa kuchukua futari, lakini anaogopa kutoka nje, na wengine wanafuturu hivi sasa hapo chini ya maandaki, na wengine wameshindwa kufuturu, hawana cha kufuturu kwa sababu ya dhiki ya vita. Yasaluna kani shahril haram qitalun fihi, wanauliza hii miezi mitukufu ndani yake yafaa vita? Mwenyezi Mungu asema kitarun fihi kabir, madhambi makubwa. Katika madhambi makubwa kupigana ndani ya miezi kama hii, ni dhambi kubwa, makosa. Lakini ikiwa la mahala, hakuna jinsi. Hata vita vya Furqan, vita vya Badri vilipiganwa Ramadhani 14 au 17. Allah asema idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifina ila akhir al-aya. Kwa hiyo Ramadhani hii tunashukuru sisi bado kumepoa, kuna peace and love, na ni wakati wa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iishi Ramadhani. Lakini wakati wa kuisha kwake Ramadhani al-Karimu pia Idi ije vizuri, na Idi kuja kwake vizuri ni kupata hela za sikukuu
sikukuu ya Idi. Sikukuu ya Idi nalo ni jambo zuri. Hasa kipindi hichi tumuombeni sana Allah atufungulie. Sababu nje huko kwa moto. Nje ni kwa moto, hali mbaya. Nje ni kwa moto, hali mbaya. Miji ya nje sasa hivi imefitinishwa na vita mbalimbali. Bifadlillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.